Naam. Kwa hivyo ili kufahamu haya, naomba sasa nikueleze huu mkasa, kisa hichi ambacho ni muhimu kwako. Nilisema ni kamba itakuvusha wewe katika mafanikio. Ndio utapata kufahamu siri za haya ninayozungumza, mambo haya matatu: namba kwa maana ya kodi, utapata kufahamu kuhusu herufi, utapata kufahamu kuhusiana na masuala mazima ya rangi, jinsi gani kwako vinatenda utendaji wa ajabu ambao ukivijua na ukifuatisha mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Twende pamoja, nisikilize mkasa huu. Mkasa ambao nakuletea kwako ni tukio kubwa sana, tukio ambalo lilitokea wakati wa Nabii Musa, ambao wengine humuita kama Moses. Nabii Musa alayhi salam, kwa Waislamu wana itikadi kwamba ni Nabii Musa alayhi salam, Musa mtoto wa Imran. Musa huyu wakati wake kulitokea tukio la ajabu sana. Tukio hili nataka nawe ulisikilize, uone linavyoshare katika maisha yako. Tukio lilianza kama ifuatavyo. Miongoni mwa watu wake Musa kulikuwa na makabila mbalimbali. Tunasema waqa alqatlu baina afrad alqabila. Tarehe ikasema kulitokea tukio la mauaji baina ya makabila yaliyoko wakati huo. Moja ya kabila lilimpoteza mpendwa wao, yani aliuawa mtu katika kabila moja, lakini yule muuaji aliua kwa siri, ikawa hakufahamika ni nani aliyeua. Nataka unisikize mkasa huu uone kazi ya rangi, kazi ya namba, kazi ya herufi zako katika maisha yako, na hii ndio kamba ambayo itakuvusha katika matatizo uliokuwa nayo. Sasa huyu muuaji ameua kwa siri, ikawa watu wanahangaika pa nani aliua, hawajui aliua ni nani. Yakaanza malumbano baina ya wakuu wa makabila, mapambano yakaanza, vuta ni kuvute, kila mmoja anamtuhumu mwingine, wewe itakuwa ndo umeua, au nyie itakuwa ndo umemua, kabila lendo limemua huyu. Ikawa watu ni tafurani, ni mavutano, ni migogoro ya hali ya juu sana, mpaka mmoja miongoni mwao likamjia wazo, akatoa fikra, akawaambia, jamani, hebu sikilizeni, sisi hapa tunaye mtu ambaye anafahamika kama Musa. Huyu Musa amekuwa akimtangaza Mungu wake muda wote, anasema yeye ana Mungu, Mungu ambaye ni uwezo, wenye kuweza, usowezwa wala kuwezeshwa, Mungu ambaye anaweza na hashindwi chochote, anajua lolote, hakuna kinachomficha kwake chochote. Ikiwa Musa ametangaza haya na amekuwa akizungumza hivyo mara zote, twendeni kwake yeye Musa, tumwambie, Musa, ukienda kuzungumza na Mungu wako huyo, utuambilie, atueleze ni nani aliyeua huyu marehemu ambaye aliuawa. Maana yake imekuwa tafurani, ni shida, hatujui nani aliyeua. Mungu kwa kuwa yeye Mungu wake Musa anatangaza kwamba hafichwi na kitu, maana yake Mungu atakuwa anajua nani aliyeua. Kwa hivyo fadhahabu ilayhi, wakaondoka wakenda mpaka kwa Musa alayhi salam. Walipofika kwa huyu Musa, fatalabu minhu, wakamuomba Musa an yad'u Allah subhanahu, amuombe Mungu wake Musa, liyadullahum alqatil, ili aweze kuwajulisha ala alqatili, ni nani aliyeua. Wakaenda kumwambia Musa, Musa, tumekuja tunaomba utueleze, katika sisi kuna mmoja kafanya uhalifu, kamuua mwenzake, lakini wao imekuwa ni siri, haijulikani nani ambaye aliua. Tueleze, nenda kwa Mola wako umwambie atuambie ni nani aliyeua. Sasa Musa kama kawaida akapokea haya maagizo, akenda kusema na Mungu. Kwa Waislamu Musa ana anwani inasema ni Kalimullah. Kalimullah maana yake ni msemezanaji wa Mungu. Yani kwa wenzetu si na wao ni hivyo hivyo, kwamba Musa alikuwa na nafasi ya kusema na Mungu. Sawa Sasa wakati Musa amekwenda kuzungumza na Mungu, akafikisha message, ujumbe, Mungu bwana, kuna jamaa wameuana huko, wanataka wajue nani aliyeua. Tazama sasa ndugu yangu, ili ujifunze kitu hapa. Wakati wanasubiri majibu ya Musa, kichwani mwao au vichwani mwao walikuwa tayari wana mentality yao inawaambia kwamba majibu, aina ya majibu ambayo yatakuja kutoka kwa Musa yatakuja hivi. Mungu atamwambia Musa,
katika wao aliyeua ni fulani, Mungu atamtaja mpaka jina lake, ataeleza mpaka namna alivyo, kwa sababu Mungu ndio aloumba hawa watu na anawajua wote. Kwa hivyo walikaa wakijua kwa majibu ya Musa kwa Mungu atamtaja huyo mtu ambaye wao wanataka wajue aliyefanya tendo hilo ni nani. Sikiliza vizuri hapa. Sasa majibu ya Musa, Qur'ani ikaripoti ikasema hivi, wa idh qala Musa liqaumihi, kumbuka wakati Musa alipotoa majibu kuambia watu wake, majibu ya swali ya maombi ambao wao walimuomba kuhusu Mungu awaeleze nani aliyeua. Majibu haya Musa aliwaambia hivi, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Angalia majibu haya, wao wanataka wajue nani kaua, alafu Musa anawaletea majibu kutoka kwa Mungu, eti Mungu anasema chinjeni ng'ombe. Hao jamaa wakashangaa, sisi tunaamini wewe Musa umesema Mungu wako anajua, anaona na hakimfichi kitu. Tulitarajia kwamba utatuambia Mungu kasema aloua ni fulani, ni Hamisi, ni Juma, ni Joni, ni nani. Alafu mbona sasa majibu ambayo yanakuja eti Mungu anasema chinjeni ng'ombe? Jamaa walikasirika sana, wakamaindi sana, na wakamaindi Musa kwa sababu wana hasira, alafu Musa anawaletea majibu yasiokuwa wao wanayataka. Sikiliza wakasemaje, qalu atattakhidhuna huzwa. Wakasema, Musa we unatuletea mambo gani ya kipuuzi haya? Unazungumza nini? Mbona unaleta upuuzi? Tumekuambia utuambie Mungu atuambie ni nani kaua, unatuambia hapo Mungu anasema chinjeni ng'ombe. Tuchinje ng'ombe ili iweje? Ndio nini sasa? Ina maana Mungu ameshindwa kujua huyo mtu? Hapa kuna somo zuri nataka ulipate ndugu yangu. Sentensi hii tu kwanza ifanye kazi. Iko hivi kwamba kuna baadhi ya matendo, kuna baadhi ya majibu ambao wewe unatakiwa ujibiwe. Sio kila majibu yatakuja direct. Sio kila maombi yako kwa Mungu yatakuja direct. Inawezekana majibu yako, matokeo ya mafanikio yako yakaja indirect, kwamba usipate vile unavyotaka, lakini Mungu anaweza akaleta kupitia mtu fulani, kupitia kitu fulani, wewe ukaona yale ambayo ulikuwa unatamani Mungu akuoneshe. Musa anakosa kuja na jibu la kusema Mungu amesema ni fulani, lakini Musa anatumwa na Mungu kwamba nenda kawaambie wachinje ng'ombe. Jamaa wakaona haya, twende tukachinje ng'ombe. Kabla ya kuendelea mambo yasio marefu, baada ya kuwa tayari Musa amesema alichoambiwa na Mungu ni kuchinja ng'ombe, basi wakaona okay, tumfuatishe ili tuone mwisho wake ni nini. Wakasema hivi, qalu, wakamwambia hivi, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya, tuombe kwa Mola wako atuambie huyo ng'ombe ambaye ametaka yeye sisi tuchinje ni ng'ombe gani. Naona maneno hayo, washaambiwa wachinje ng'ombe ili wamjue huyo mtu ambaye aliweza kuua, lakini hao jamaa bado wanataka wafahamu zaidi. Wanamwambia Musa, tuombe kwa huyo Mungu aliyokuambia maagizo, atueleze mahia, ng'ombe huyo ambaye tuchinje ni ng'ombe gani, wa namna gani. Sikiliza majibu ya Musa, anasema innahu yaqul, qala innahu yaqul. Musa anawajibu anasema, Mungu anasema hivi, innaha baqaratun, hakika huyo ng'ombe, la faridun wala bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Anawaambia hivi, Mungu ameleta taarifa kwangu, ananiambia huyo ng'ombe ambao nyewe mchinje asiwe mpevu, asiwe mkomavu, kwa maana asiwe kikongwe, asiwe mzee, wala bikrun, wala asiwe ng'ombe ndama, asiwe mtoto, awanun baina dhalika, ng'ombe huyo ambao nyewe mchinje awe ni ng'ombe wakati na kati, yani ng'ombe ambaye ni barabara, kijana, yani asiwe mzee na wala asiwe mtoto. Chinjeni ng'ombe mwenye sifa hii. Kisha Musa anawaambia, fafa'alu ma tu'marun, chinjeni, fanyeni yale mlioamrishwa ili mpate matokeo ambayo mnayataka. Ndugu yangu, wakati tayari wameshaambiwa hivi, ilikuwa tu wao waone basi sawa tuchinje ng'ombe ambaye ana mazingira haya, lakini bado hawakutosheka, wakamtwanga swali lingine tena Musa. Nini maana yake? Ukiangalia hao jamaa unaweza ukaona labda ni wakorofi sana, walikuwa hawasikii, la, bali ni watu wenye asili ya umakini wa hali ya juu sana, kwamba wanataka wafuatishe kila kitu ili jambo lao liende katika matokeo kama wanavyotamani kweli, liende vile vile ambavyo wao wanatamani. Na hapa tujifunze, kuna baadhi ya watu wanaweza wakawa na matatizo, akaja kwako umsaidie,
lakini unamwelekeza kile ambacho taaluma yako inataka iwe. Unampata mtu moja kwa moja anaanza yeye sasa kukuletea ufundi yeye. Unaonaje?